Leo tutazungumza jambo ambalo limekuwa likiwachanganya watu wengi sana. Uchawi. Je, uchawi ulianza wapi? Ni kweli upo? Na dini kubwa duniani zinasemaje kuhusu chanzo chake? Na je, sayansi inahusishwa kivyovyote katika swala la uchawi? Uchawi ni nguvu zinazotumiwa na watu wenye maarifa maalum yasiyo ya kisayansi katika jamii nyingi hapa duniani, zikiwemo Afrika, Asia, Ulaya na kadhalika. Lengo lake likiwa ni kujaribu bahati ya mtu na kujilinda na maadui wengine kimazingara au kwa ajili ya kujifurahisha, japo wenye imani potofu ulichukulia maanani na kupandikiza chuki kwa ndugu, jamaa, hata jirani kuwa ni mchawi. Kwa mujibu wa vitabu vya dini, tunaambiwa nguvu zote za asili zinatokana na Mwenyezi Mungu, yaani aliyeumba mbingu na ardhi. Ina maana gani? Kwamba hata uchawi umeletwa na Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe, na yeye ndiye mwenye uwezo wa kufanya ufanye kazi ama usifanye kazi. Tukigusa ushahidi baadhi wa aya ama vitabu vya dini, tukianza na dini ya Kiislamu kupitia kitabu chao ama kitabu chake cha Qur'ani, sura ya 2 aya 102 inasema, watu walifuata yale yaliyosomwa na mashetani na wakajifunza uchawi, lakini malaika walikuwa wakisema, sisi ni mtihani, basi msikufuru. Vile vile katika Biblia, rejea Kumbukumbu la Torati 18 aya 10 mpaka ya 12, inasema, asiwepo kwako mtu afanyaye uchawi, maana mambo hayo ni machukizo mbele ya Mungu. Vile vile Wagalatia 5:19 mpaka 21 inasema, uchawi umetajwa kuwa ni matendo ya mwili, na wanaofanya hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Tukiendelea kutafuta ukweli kuhusu uchawi, basi tunapata historia fupi ya malaika wawili ambao walitumwa na Mwenyezi Mungu kuja duniani kama mtihani. Ni moja ya chimbuko maarufu la uchawi katika imani ya Kiislamu, linahusishwa na mji wa kale wa Babiloni. Inasemekana malaika wawili, Haruti na Maruti, walishushwa Babiloni na Mwenyezi Mungu kama mtihani kwa wanadamu, ambapo walifundisha elimu ya siri, lakini walikuwa wakitoa onyo wakisema, sisi ni mtihani tu, basi msikufuru. Matokeo yake watu walijifunza kwao vitu ambavyo vilileta madhara, kama vile kutenganisha mume na mke. Hapa ndipo uchawi unapoonekana kama elimu ya mbinguni iliyotumiwa vibaya na wanadamu kwa kufuata matamanio ya shetani. Kwa ushahidi huu mfupi, inaonekana uchawi umeumbwa na Mwenyezi Mungu si kwa nia mbaya, isipokuwa matamanio ya binadamu na shetani imefanya wanadamu kutumia elimu vibaya ambayo tulipewa na malaika wawili hawa, tukatumia uchawi vibaya, lakini sio lengo la Mwenyezi Mungu kutuletea uchawi huo. Ushahidi wa pili ni The Witcher na kitabu cha Honoko, na huu ni mtazamo wa Kristo ama Kiyahudi. Katika baadhi ya maandiko ya kale kama kitabu cha Honoko ambacho hakimo kwenye Biblia ya sasa, lakini ni maarufu kwenye historia ya dini, kuna simulizi ya walinzi ama witches. Inasemekana kundi la malaika
wana Mungu waliasi na kushuka duniani kwa sababu ya matamanio ama kuwatamani mabinti za wanadamu. Ili kuwashawishi wanadamu, malaika hawa walifundisha siri ambazo binadamu hakupaswa kuzijua wakati huo. Malaika hao walikuwa ni Azazil, Simjaza pamoja na Barakil. Tuanze kumzungumzia Azazil. Alifundisha kutengeneza silaha na urembo ama vipodozi. Simjaza alifundisha matumizi ya mizizi na mimea ama uchawi wenyewe. Na huyu Barakil yeye alifundisha unajimu, kwa Kiingereza anajulikana kwa za mizizi na unajimu. Uchawi unaonekana kuwa elimu ya juu iliyogeuzwa kuagiza. Ukiwaza kutokana na Nabii Suleiman ambaye alihusishwa kwamba aliandika vitabu vya kichawi hali ya kuwa hajaandika. Binadamu alitamani nguvu ya miungu, na hapo ndipo milango ya ulimwengu isiyoonekana ilipofunguliwa. Uchawi ni uasi dhidi ya asili au ni elimu iliyofichwa ambayo binadamu hakupewa ruhusa ya kuijua? Ungana nami tuendelee kujifunza kwa yale yaliyojificha. Usichoke kunifuatilia. Asante.